Hii ni sehemu ya pili ya likapu yetu, tunasonga mbele pale tulipokuwa tumeishia. Kama hujatazama sehemu ya kwanza kisha unagusa hicho pop-up kinachotokeza upande wa kulia mwa skrini mwako. Sasa tunaendelea. Huyu bidada muda mwingi alikuwa akimpenda sana Lee Seong. Na wakati mwingi kila alipojaribu kueleza hisia zake, Mwamba alikuwa hamuelewi kabisa. Siku ya leo akashika upanga akaona bora amteketeze kabisa Mwamba kwa sababu ameshindwa kumuelewa. Ugomvi ulikuwa mzito sana na ukumbuke dada huyu ndo analile tunda la dhahabu. Baada ya kupigana kwa muda mrefu dada akawa anataka kuanguka, Mwamba akawa amemokota. Hasa ile katika namna alivyokuwa amemshika akajisemea moyoni mwake kuwa najua nitakufa, lakini iko siku nitarudi katika dunia na nitakupenda upya na utakuja kunipenda. Bidada huyu akahitimisha kwa kuyasema hayo. Wakati ambapo treni ilikuwa inaelekea kugonga sehemu ambayo ni mbaya, basi bidada huyu alishuka na kwenda kuizuia treni hiyo. Mwisho wa siku Mwamba akawa amekimbia na hapa akafanikiwa kuondoka na ile tunda la dhahabu. Moja kwa moja mpaka kwa Tailupa wa mwaka 1938 na hapa akamkabidhi hili tunda la dhahabu. Lakini huyu mama akamwambia kuwa Wajapani wanahitaji kulitumia hili tunda la dhahabu ili waje kuiharibu kabisa Korea. Hivyo anatakiwa kulilinda kwa muda kabla yeye kurudi katika dunia sasa hivi. Taarifa zikamfikia mkuu wa jeshi la Kijapani anayefahamika kama Ryu. Mwamba alikasirika sana, akamuita Akira na kumwambia kuwa kwa nini umepoteza tunda la dhahabu. Na kwa hasira zake alizokuwa nazo akaanza kuua wanajeshi waliokuwa kando yake. Hapa bado kisanga akijampata Akira. Akamwambia kuwa nakupa onyo la mwisho, kanitafutie tunda la dhahabu na unirudishie hapa. Upande wa pili tunaonyeshwa ndani ya duka moja maarufu sana katika miaka hiyo 1938. Ni Mwamba Leon alimpeleka mdogo wake Lilang kwenda kuchagua viwalo kwa sababu Mwamba wakati wote amekuwa rafurafu tu. Akampendezesha kweli kweli, lakini akiwa anatoka eneo hili akampeleka mdogo wake katika nyumba kubwa ya wageni ambayo yeye alikuwa akiimiliki. Hapa akamuonesha mali zote alizokuwa nazo. Sasa kwa bahati mbaya kumbe hili eneo ambalo walikuwa wamefikia wao na ndio eneo ambalo yule mwanamke kutoka kwenye treni alikuwa anaelekea. Ile kujua tu kwamba Leon ndio mmiliki wa eneo hili, bwana we, si akaanza kujimilikisha na kuamini kwamba tayari ameshaolewa na Mwamba na hizi ndo mali za pamoja ambazo watakuwa wakizimiliki siku za mbeleni. Hasa kumbuke kwamba kilichomleta huku Mwamba Leon katika dunia hii ya mwaka 1938 ni kuja kulitafuta lile jiwe linaloitwa Guardian Stone ambalo lilikuwa limeibiwa katika dunia sasa na kupelekwa katika dunia ya zamani sana. Hapa ikabidi kumwomba huyu bidada kwa sababu anampenda, akamwambia kuwa amsaidie kumtafuta Mwamba ambaye ana maski usoni mwake na ndiye anayelimiliki hilo jiwe. Liang ana rafiki yake anayemwamini sana anayefahamika kama Shinchi. Huyu jamaa ni rafiki yake na anayemkubali kweli kweli. Sasa ikumbuke kwamba mpango wa kuja kutafuta ile Guardian Stone haukumshirikisha kabisa Lilang. Ni mpango asili ambao hakutamani kabisa kumshirikisha Lilang kwani akili zake huwa hazitulii sana huyu jamaa. Leo akawa anamueleza rafiki yake juu ya ujio wake ni kuja kulitafuta jiwe lile linalofahamika kama Guardian Stone. Sasa kati anayazungumza haya Lilang alikuwa kando yao anawasikiliza na hapa akapata kitu cha kufanya. Kumbuka kwamba kaka amwamini kabisa Lilang japokuwa anampenda sana mdogo wake kwani mdogo wake ana akili za pupa yani. Baadaye kidogo Mwamba Lilang alielekea katika klabu ambapo alimshuhudia mwanamke mmoja akiwa anaimba. Sasa huyu mwanamke anayeimba akakumbuka kuwa pindi ambapo blaza wake alimpeleka sehemu ya kununua nguo ndiye mwanamke aliyekuwa anahusika katika kumvisha zile nguo za majaribio. Alifurahi sana kumuona. Lakini huyu mwanamke kumbe ni samaki mtu na wakati anaendelea kuimba mwili wake ukawa unabadilika na kugeuka kuwa kama samaki. Sasa kuna mtu mmoja alikuwa amelewa akawa anataka kwenda kumshika mke wake huyu dada wakati anaimba. Kitu ambacho kasababisha Lilang kukasirika na mwisho wa siku akampiga huyu jamaa alikuwa anataka kumshika bidada. Huyu bibia samaki mtu anaitwa Lil. Sasa baada ya kusaidiwa akatoa moja kati ya gamba lake la mwili akamkabidhi Mwamba. Jamaa akashukuru sana na kwa sababu ameshaanza kumpenda akaondoka zake. Leon harakati za kwenda kulitafuta lile jiwe la mlinzi kwa maana ya Guardian Stone, basi akaenda kulitafuta katika maeneo fulani ya mapango ambako huko alikutana na mzee mmoja akiwa analilinda eneo hili. Basi mzee huyu akawaamrisha walinzi na kuambia kwamba wamshambulie Mwamba ili asije akaingia ndani ya ile eneo la pango. Akaua walinzi wote kwa moto alikuwa nao katika mikono. Sasa baadaye akamsaidia msichana mmoja aliyekuwa ndani haya mapango ambaye wakati wote macho yake yalionekana kufungwa. Mwisho wa siku akawa amemfungua msichana huyu. Baadaye akiwa amerejea nyumbani na amelala akashtuka kwamba yule msichana alikuwa yuko juu yake. Alipoanza kung'ang'ana kutoka ndipo yule msichana akawa ametoweka. Akatoka mpaka nje akaenda kuchungulia akagundua kwamba hakuwepo kabisa msichana yule. Nakumbusha kwamba huu ni mwaka 1938. Lengo la kuja miaka hii ya nyuma ni kuja kulitafuta jiwe linalofahamika kama Guardian Stone, jiwe lenye usamani mkubwa sana katika ulinzi wa roho na mwili pia. Mwizi aliiba jiwe hilo katika mwaka 2023 akakimbia nalo kuelekea katika dunia hii ya mwaka 1938. Leo Lilang pamoja na kaka yake walikuwa wakipiga story. Lilang akamkumbusha matukio ya udogoni sana Mwamba Leon, akimwambia kwamba kuna msichana ambaye alikuwepogi katika maisha yetu na hawa marafiki zetu wa kike tulipendana nao sana, lakini baada ya kuwa mbwa mwitu basi maisha yakabadilika kabisa, kila mmoja akashika njia yake. Hivi kaka umewahi kujiuliza kuwa hawa wasichana wako wapi kwa sasa? Na hao marafiki wa kike mmoja alikuwa anaitwa Hanju na mwingine ni Miu Yang.
Hanju ndio yule bibi ambaye alikuwa kule kwenye treni ambaye alikuwa anampiga mwamba. Anampenda sana Liang. Na msaada pekee ambao mwamba Liang ameomba kwa Hanju ni kumsaidia kupata mtu ambaye anavalia maski. Sasa Hanju alishaanza kazi yake. Kumbuka kwamba anampenda sana Liang, na katika kitu chochote ambacho anaweza kukifanya basi ni katika kuhakikisha kwamba anamfurahisha Liang. Leo akaanza upelelezi wake kwa huyu jamaa. Anaanza kumuhisi huyu jamaa huenda akawa ndio huyo mtu ambaye anajificha kwenye maski. Kwa sababu huyu jamaa kaka yake alishawahi kuuliwa na Liang na kulikuwa kuna sababu maalum ya kifo chake. Hasa ili kujua kwamba huyu jamaa ndiye anayevaa maski na kufanya matukio yote ya wizi ama kuangusha michakato yote ya hawa kina Liang, ikabidi kuanza kumwambia kuwa kuna kisasi ambacho anataka kilipe kwa mwamba Liang. Kama anaweza kumpa msaada itakuwa jambo jema. Jamaa akashoboka haraka sana na kusema kwamba yuko tayari kulipa hicho kisasi na kumsaidia bibi Hanju kulipa kisasi kwa Liang. Wakaandaa mpango. Wakati bibi Hanju anakutana na Liang, mwamba akawa ametokea kwa nyuma akiwa ameshika upanga. Ila bado Hanju akajitokeza pale na kuweza kumdhibiti mwamba. Na kuanzia hapa akawa amegundua kuwa kuna uwezekano wa karibu zaidi kwamba huyu mwamba ndio akawa huyu mtu ambaye anavalia maski na kuja kuwavamia katika mashambulizi mbalimbali, kwa sababu anaonekana ndani ya moyo wake bado ana kisasi. Liang alikuwa amepofushwa macho kwa muda mfupi na hakuweza kumuona huyu adui. Kwa hiyo mwamba kabidi kusogezwa taratibu kwenda katika eneo la mapumziko. Lakini akiwa huko akabaki anashangaa na kumwambia Liang kwamba nashangaa macho yangu kwa nini hajaweza kuona pindi nilipoenda kukutana na Hanju. Baadaye bibi Hanju akamtembelea msichana mmoja ambaye wakati wote macho yake yanaonekana kufunikwa. Na huyu tunakumbuka ndiye aliweza kusaidiwa na mwamba Leon katika eneo la mapango. Sasa huyu ndiye alikuwa amemloga Leon ili asiweze kuona. Na sababu kubwa ya kumloga haikujulikana. Lakini huyu msichana kabla alikupogi ni msichana safi tu. Baada ya kutolewa kafara katika mizimu, akageuka na kuwa shetani mmoja mkubwa sana. Akafungiwa katika mapango. Lakini mwamba aliweza kumsaidia, ndiye aliweza kumpofusha na mwisho wa siku almanusula uliwe. Sasa mwamba Liang haoni. Kitu ambacho kikawa kinamhuzunisha sana Liang, kwani hakuzoea kumuona kaka yake akiwa anapatia shida za upofu namna hii. Akakumbuka kuwa alipokuwa mdogo kaka yake alikuwa akimlisha chakula. Leo hii kaka yake haoni lakini bado anajilisha, akaona ni vyema amsaidie kula chakula. Nyakati za usiku mwamba Liang alitembelewa na majambazi. Walikuwa wamepata taarifa kwamba jamaa amekuwa kipofu. Sasa wakajua hii ni fursa ya kuweza kumwangamiza. Licha ya upofu wake lakini mwamba aliweza kuwa manage na kuwashambulia vibaya mno. Jambo hili likaanza kuonekana kuwa ni hatari, maana baada ya Liang kufika eneo hilo akaona ni vyema wafanye ibada ambayo itaenda kuondoa upofu aliokuwa nao kaka yake, kwani ni hatari, wakati mwingine anaweza kavamiwa na akauliwa. Katika mahangaiko yake kwenda kutafuta tiba ya kuweza kumsaidia kaka yake aweze kuona ili kukamilisha tambiko, basi bahati mbaya akiwa njiani aliweza kushambuliwa na msumari katika eneo la shingo, akakata moto. Alikuwa amefanya shambulio hilo hakuwa mwingine bali ni yule mwamba wa mchana ambaye alitaka kumshambulia Liang na kumpelekea umauti wake. Sasa hakuwa na mazanio tofauti yule dada aliyehisi kuwa huyo huenda ndio mtu wa kwenye maski. Liang akiwa anajikongoja mara baada ya kuchelewa kwa kurudi kwa mdogo wake Lilang, basi akakuta kuna barua iko pale mlangoni. Lakini mbele yake akakutana na yule mtoto, akampatia msomee. Yule mtoto akawa anasoma na kusema kwamba hao wawili waliokwenda kutafuta tiba kwa ajili yake wametekwa katika milima. Hivyo anatakiwa kufunga safari na moja kwa moja kuelekea huko katika milima akiwa amembeba mtoto huyu mgongoni. Basi mwamba hakuwa na namna yoyote ile, akambeba mtoto mgongoni na moja kwa moja akawa anaelekea katika milima, kwani hawezi kukubali Lilang aweze kutekwa. Wakati huo wale wawili walikuwa wametekwa walikuwa ndani ya kisima, na huko hichi kisima kinaongezeka maji kila dakika. Sasa wakawa nakosa pumzi, wakajitahidi kadri wanavyoweza. Mwisho wa siku Lilang akashuka chini na kwenda kumfungua rafiki yake ili angalau aweze kupata msaada wa kuondoka katika eneo hili. Lakini wakati anaendelea kupata shida huku, roho yake ikataka kutoka. Jambo ambalo kwa kustaajabisha likapeleka signal ama ishara moja kwa moja kwa yule bidada aliyekuwa anaimba katika hoteli ambaye alimkabidhi gamba la samaki. Wakati huo Liang alianza kushambuliwa na mishale. Wa kwanza aliweza kuukosa, lakini wa pili uliweza kumpata katika mguu. Mwamba akalia sana kwa maumivu makali. Na yote alikuwa anayafanya haya alikuwa ni yule jamaa ambaye mwanzoni kabisa bibi Mijung aliweza kumuhisi kuwa huenda ndiye adui yake, kwa sababu anamlaumu Liang kwa kusema kwamba aliwahi kumuua kaka yake zamani sana. Mwisho wa siku katika kujikongoja akawa amejikongoja mpaka katika eneo hili hapa la mapango. Na hapa akakutana na binti mmoja ambaye akamwambia kuwa kwa nini unasahau haraka? Kisha baada ya hapo akagonga kengele iliyokuwa katika mkono wake. Kengele hii mlio wake ukaanza kumrudisha nyuma mwamba kumbukumbu za zamani sana, kipindi ambacho aliamliwa kuwa mlinzi wa mlima. Kuna mtoto mmoja alikuwa akimpenda sana Liang, na hii kengele ni Liang mwenyewe ndio alikuwa amempatia huyo mtoto. Akamwahidi kuwa popote utakapopata hatari yoyote basi niite kwa kugonga hii kengele. Na huyu mtoto alikuwa akifanya hivyo. Lakini siku moja kutokana na tamaduni za ile jamii ambao alikuwa akiishi Liang, walimwamuru mtoto huyu aweze kufungiwa kwenye box na kutolewa kama sadaka. Hata alipokuwa ndani ya lile box kutolewa kama sadaka, alijikuta akigonga kengele ile. Na hakuna alichoweza kukifanya Liang licha ya kusikia zile kengele. Mwisho wa siku yule mtoto akafa. Kwa kuyasikia haya jamaa kahuzunika sana na kumwambia kuwa alishindwa kufanya vile kwa sababu hakuwa tayari Mungu wa milima, bali alikuwa na cheo cha kawaida tu ambacho asingeweza kumsaidia mtoto yule kwa wakati huo. Kwa kuwa msichana huyu alimpenda sana Liang,
Basi akamsamehe, na alipomsamehe laana ile ikaondoka machoni pake. Liang akaona pamoja na msichana huyu akarudi katika hali ya kawaida kabisa. Basi akamwambia Liang kuwa Lilang ndugu yako yuko katika shimo, fanya haraka nenda ukamsaidie. Nakumbusha tu kwamba huu ni mwaka 1938 na sasa ni mwaka 2025. Mwamba yuko katika dunia ya sasa. Je, huyu msichana ambaye alikuwa akimpenda ameshazaliwa au bado hajazaliwa? Hayo yote tutakwenda kuyajua katika recap yetu sehemu ya 3. Bila shaka naamini kwamba umekwisha kugusa alama ya subscribe. Unajua kwamba ukijiunga katika group letu kwa malipo ya shilingi 10,000 unapata kila siku movie kama hizi kali zilizotafsiriwa vyema na madj wakali kutokea nchini Tanzania. Pitia nambari ya simu 0622113984, nambari yangu ya WhatsApp, lakini pia unaweza kufanya malipo kupitia nambari ya M-Pesa ya 0745720452. Alafu utakapojiunga ndani ya group letu, vigongo kama hivi vikali na vizito unavipata kila siku kwa siku 30 kutoka siku uliojiunga.